ungetamani nizungumzie kuhusu jambo gani? Wewe uliposikia kwamba Dr. Mujahid waja kuzungumza na nyinyi, ni kitu gani ulifikiria kwamba nitazungumzia, ama wewe unatamani nizungumzie? Kwa hivyo aidha unainua mkono tunakupa microphone, ama unaandika kwenye karatasi alafu natuletea. Ni kipi kile ungetamani tuzungumzie siku ya leo, ili tukimaliza uhisi kwamba umetumia wakati wako vizuri, umeitumia siku yako vizuri, umetumia kipande cha maisha yako vizuri. Ni kipi ungependa kukijua siku ya leo? Ni kipi ungependa kukijua siku ya leo? Microphone kule nyuma inshallah. Microphone. Kwa tulipotambulishwa kuwa utatembelea, nilitamani uzungumzie kuhusu mwanamke na teknolojia sasa ilipotaka katika ulimwengu, na ni hatari zipi mwanamke afaa kuziepusha nazo ili kuijenga dini yake na imani yake, akawa niko sawa mbali na mazingira, mbali na mitihani iliyotuzunguka. Mashaallah. Nazandika. Naam. Masala ya karia na mwanamke. Sasa katika maoni yangu ilikuwa napiga kwa tuzungumze kuhusu mwanamke na karia anazotakikana zinazomruhusu katika sheria ya Kiislamu, na kwa hata asiwe ni mwenye compromise dini yake kwa sababu ya karia. Mashaallah, good one. Unaweza kuendelea kufikiria, kwa sababu nia yangu kubwa ni kutaka kufanya huu muhadhara kuwa interactive, na nisiwe ni lecture, iwe ni muhadhara ambao unajibu maswali watu walionayo na wakitaka kujua mwelekeo kwa vipi. Utakuwa na constant motivation katika kutafuta elimu na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. This is very beautiful. Manake watu wengi huchoka njiani. Si rahisi kuanza jambo alafu ukalifuatiliza mpaka ukalimaliza. Mara nyingi watu hufika katikati wakachoka, na mara nyingi watu huchoka wanapofika katika stage ya kufaulu katika lile jambo wanalotaka. That's the irony. Hiyo ndio shida kubwa sana ya maisha. Unafanya nini siku zote? Ukiwa karibu na kufaulu unachoka. Sasa unarudi tena zero. Kwa hivyo tutaangalia swali kama hili, yani vipi utakuwa na motivation ya kutosha ya kutafuta elimu na kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ningetamani unijulishe namna ya kuwa karibu na Allah, na vipi utajua kuwa Allah amekubali dua zako. Mashaallah, barakallahu fik. Natamani jinsi ya kujizuia na mambo ya dunia. Mashaallah. I would like if you will talk about self-control. Very good topics, mashaallah. Very nice. Haya ndio, hizi ndizo fikra zilikuwa katika akili yangu. Alafu nasema jinsi utakuwa na moyo wa kuendelea na masomo. Yote nimeleta fikra nzuri, na nitajaribu kufanya cocktail. Moyo cocktail si? Nitachanganya yote alafu ni present kama lecture moja. Lakini kabla sijaanza lecture yangu, kuna mambo nataka tutafakari pamoja kama itaweza. Tafakari ya kwanza, kwa nini ulimwengu umekuwa na
network nyingi, Safaricom, Airtel, Telecom, Imo, Videocall, Zoom, Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, and all the rest. Lakini bado watu wanafeel lonely. Kwa nini? Yani mtandawazi umekuwa kweli kweli. Waweza kuwa hapa Darul Khadija, lakini ukazungumza na mtu yuko Darul Khadija ya USA, Darul Khadija ya London, Darul Khadija ya Yemen, wherever Darul Khadija is. Lakini bado watu wanakuwa connection zao za kibinadamu ni dogo sana. Hiyo ni tafakari, sio? Tafakari ya pili, kwa nini watu wanajua mambo mengi ya kiulimwengu lakini hawajui hata mambo yanayoendelea katika mtaa wao? Watu wanajua mambo mengi. Ukimuuliza kwa mfano kijana akupatie list ya players United, Manchester United, Chelsea, Liverpool. Ukimuuliza mshana akwambie latest actress wa Bollywood, Hollywood, actors, nane mwacha nani. A lot of information. Lakini kimuuliza nani jirani yako, hajui. Auntie yako na watoto wangapi, hajui. Ndugu zako wasoma wapi, pengine pia hajui. Lakini anajua mambo mengi ya nje, ya ndani hajui. Tafakari ya tatu, siku hizi kila unachotaka kukijua kiko katika mtandao. Kuna Sheikh Google, kuna Sheikh Yahoo, kuna mashekh wengi katika mtandao. Lakini hikma hamna. Yani vitabu vingi vimeandikwa, kenda library vitabu vijaa. Kifungua simu yako, library zote za ulimwengu ziko kwenye simu yako. Vitabu vyote vya dini vimetafsiriwa kwa kila lugha, Kiswahili, Kiingereza, Kichina, mpaka juzi wameandika Qur'ani ya Kigiriama, kila lugha. Sawa? Lakini kwa nini hikma hakuna? Why there is no wisdom? Lot of information. Watu wana information nyingi sana, lakini hikma zero. Namba 4, ulimwengu sasa hizi unatupa options kila aina. Yani options kila aina. Options za nguo, options za simu, options za safari, options za vyakula, options za design za nyumba, options. Lakini ile shida sana kufanya uamuzi maishani sasa. Very difficult to make a decision. Iko shida sana kufanya decision. Number 5, ukilinganisha miaka 50 iliyopita na miaka ya leo, siku hizi watu wanasoma zaidi kuliko zamani. Zamani labda mahindi nzima kuna mtu mmoja alikuwa na degree labda, na pengine watu wengi walikuwa wamaliza form 4 class 7. Lakini siku hizi na hakika karibu kila family ina mtu kwenda university. Again, sasa hizi watu wamesoma sana. Zamani labda mahindi nzima kuna chuo tena sio madrasa kamili, labda chuo kimoja kwa jiwa, chuo kimoja shela, Maweni hakuna chuo. Lakini siku hizi kile kichochoro kina madrasa. Sio? Lakini kwa nini watu hawana elimu? Tafakari ya 6, watu wasoma sana lakini kazi hamna. Zamani kazi nyingi watu walisoma. Sasa hivi watu wamesoma sana, madigrii mingi, lakini yazunguka utani, kazi hamna. Watu wanasoma kila aina ya fani lakini makazi hamna. What's the problem? Siku hizi watu wengi wana falsafa ya
binafsi ya ubinafsi, yaani watu wengi wanafanya yale wanayofurahisha wao tu, hawajali kama mzazi atafurahika atakasirika, shauri yake. Yaani unakuta mtu anaamua kufanya kitu, subhanallah, hata huwezi kuamini kwamba kitu kama hicho kinaweza kufanyika, lakini hajali babake atahisi vipi, mamake atahisi vipi, hajali, bora tu yeye atakufurahisha. Nakuta kijana labda anavuta maji, hajali mwalimu atafurahika, imamu atafurahika, baba atafurahika, mama atafurahika, anashiba, inafurahi. Binti amekutana na mtu kwenye mtandao, amempenda, anamleta nyumbani, baba anasema huyu anaonekana si kijana nzuri, kwa sababu nimeuliza ana shida 1 2 3 10 20 things, mama amesema hivyo, lakini wewe insist is the love of my life. Hata ukaonyeshwa video ya yale anayoyafanya, hata kabla ushuhuda kwamba amechezea watu wengi sana katika maisha yake, lakini wewe wasema maadamu ninampenda ni huyu, selfish, bila ya kuzingatia kama atakuwa baba mzuri wa watoto wako, atakuwa mkwe mzuri wa baba wako. You don't want to know. As long moyo wako umeridhika, basi umejivumiza bila kuchukua advice ya mtu. Tafakari ya saba, niambie kama sikweli, how come kila unalolifanya walifanya kwa sababu ya watu wengine, si sababu yako? Ukienda kununua nguo dukani, badala ya kuangalia itakupa vipi utulivu, unasema hii ndio nguo watu wengi wameivaa, yani ni fashion. Hata kama itakuwa inakufanya unatembea uchi, lakini unasema hii ni fashion, ndio utavaa. Yani ukifanya kitu badala ya kuzingatia athari ya kile kitu kwenye maisha yako, unaangalia yani mtazamo wa kile kitu kwa macho ya watu wengine. Kila kitu unajenga nyumba kubwa, si kwa sababu wataka sana kukaa kwa nyumba kubwa, wataka watu waseme wakaa kwenye nyumba kubwa. Unanunua gari expensive, si kwa sababu unahitaji sana ile gari, wataka watu waseme wapeleka gari kubwa. Kila tulichokifanya hatukifanyi kwa sababu tunakihitaji, tunakifanya kwa sababu watu wengine wawe wameridhika na sisi, yani approval ya watu wengine. Number 8, mara nyingi tunasema tuna uhuru, lakini unakuta umekuwa mtumwa wa matamanio ya watu wengine, kwa hivyo hata huna uhuru. Wewe unasema mimi nina uhuru, lakini kila unachokifanya unauliza kama kimekuwa approved na watu wengine, sio wewe wala sio Allah subhanahu wa ta'ala. Ya 8, wale ambao watoka Malindi ama mji mwingine wowote, ukitembea siku hizi kila barabara kuna chemist, kweli ama kweli? Kila barabara kuna chemist. Madawa yanakuwa mingi, lakini watu hivyo wagonjwa. Sijui mnanifahamu, zamani wazee walikuwa wakichemsha mwarobaini, kaumwa, manjano na wanapona, sijui. Lakini siku hizi kuna capsules za kila kitu, kuna dawa za kila kitu, lakini hapo maradhi yamekuwa mingi sana. Siku hizi kuna madawa mpaka ya stress, ya depression, madawa ya kupa furaha. Kuna capsules ukimeza utakuwa na furaha, kuna capsules ukimeza zitakupa nguvu, kitu basic for everything. Lakini bado watu wagonjwa kweli kweli. Where is the problem? Hamna afya na madawa kibao mingi sana. Tafakari nyingine, nimesema kama nilisema uongo na uinua mkono, sema hiyo si kweli.
harusi mahari nyingi, harusi kubwa, lakini talaka pia nyingi. Big wedding, less love. Very big wedding, a whole week pengine. After 2 weeks, divorce. After 3 days, nimegoweka. After 2 days, amebadilika. After 1 night, is not the same. You agree with me? Yes. Tafakari ingine. Elimu nyingi, akhlaq ndogo. Watu wajua sana nyingi siku hizi, lakini akhlaq zero. Hata maustadhi mara nyingine, mtu amehifadhi Qur'an alafu anakula mboga. Mtu amemaliza jamia usul al-fiqh, degree ya usul al-fiqh, lakini yeye anamtesa mke wake kwanza. Mtu amemaliza jamia Madina, lakini akiwacha mkewe hataki kuangalia watoto wake. Yaani elimu nyingi, akhlaq ndogo. Ustadha amesoma, amefika mbali, lakini hata hajui haki za mumewe, haki za watoto wake, haki za familia yake, haki za jamii. Anajua zote, lakini kufanya zero. Lot of information but no action. A lot of information but no action. Number 11. Is it number 11? Kuna nguo kila aina siku hizi, lakini bado watu wanatembea uchi. Kuna nguo kila aina siku hizi. Kuna nyingine rahisi pale Alaska, madestination kutoka Oman, kutoka Riyadh, 100 tu, 150, 200. Majalbab ya kutoka nje 120, 160. Wacha nguo mpya pengine ghali, nguo nyingi, fashion kila aina, lakini bado watu wanatembea uchi. You get the picture? Design kila aina siku hizi, fashion kila aina, lakini bado watu watembea uchi kabisa. Yani kuvaa nguo ni ushamba siku hizi, kuendelea ni kutembea uchi. Ukijistiri wewe hauko civilized, ukijiacha wazi wewe umedevelop. Tafakari nyingine, maskini wanatembea kilomita nyingi wakitafuta chakula, na matajiri wanatembea kilomita nyingi kudigest chakula. Sijui ushaona hiyo asubuhi, naona watu watembea barabarani wengi. Unawaangalia wengine wanatembea ili kupunguza unene, wamekula sana, na wengine wanatembea wanatafuta chakula au chakula, lakini wengine wamekula sana. Wenda kutoa msuguta barabarani hizi, kuna majambazi mengi wakatembea na mtu, na ukiuliza wanatembea kwa nini? Wanataka kupunguza weight, wakula sana, sasa wanataka kupunguza weight. Na maskini watembea kuanzia kwa hiyo mpaka Maripa kutafuta riziki baharini. So what is the irony? Where is the problem? My daughters, siku hizi we have very big houses, lakini very small families. Watu wana room nyingi kuliko watoto waliowazaa. Zamani kwa nyumba ndogo, familia kubwa, mwanamke mmoja watoto 10, mwanamke mmoja watoto 12. Lakini siku hizi mtu akipata wawili asema nikiongeza ufukara utakuja. Sivyo? Ama nikiongeza ataniharibu mtazamo wangu kama mwanamke. Kwa hivyo wawili tu. Unakuta siku hizi watu watakitenda kuzaa kawaida kwa sababu ya uchungu. Kwa hivyo anaangalia date, daktari anamwambia due date, alafu kama uchungu haujakuja anafanya cesarean, anamtoa mtoto kabla uchungu haujakuja. And then wewe kama mama atakuwa tutakupenda bila umetoa mapema hata kabla hajakuja
akubali kutoka, wewe ushamtoa. Alafu utaki akupe uchungu. Hakuna furaha bila uchungu. Ushaona furaha bila uchungu? Kwanza lazima upate shida, alafu ndio unapata furaha. Lazima upate tabu, ndio baadaye upate mafanikio. Umejitayarisha ukiwa mtoto, maisha yanakuwa mazuri ukiwa mtu mzima. Sasa maswali hayo yalikuwa hayataki majibu, hiyo utafakari. Fikiria, je, tunaishi katika ulimwengu unaofaa ama tuko na shida ambayo lazima tuitizame leo, kesho, kwa nyoyo zikifurahi na imani ya sahihi kwa kutumia kauli, maneno na istilahi. Hiyo ni siku nyingine na tuuzuku manana, tuongoze tuyanene maneno yenye thamani, tutulize matima, tufahamu akilini, tupate na istiqama, tuishipo duniani na kesho kwa karima mashukio magawe ni peponi. Sema amin. Assignment yetu kwanza leo ni kufahamu nini elimu. What is education? Nimesema tutafanya cocktail ya yale yote yaliyoulizwa katika lecture yetu, hiyo lecture moja. Sasa tuanze na kujiuliza nini elimu. Ukisema mimi nimesoma, huwa wasema nini? What is education? Ukisema mimi nimesoma, huwa umesema nini? Na mtu anataka kujaribu kutufahamisha. Wewe ukisema mimi I am educated, mimi nimesoma, ana alim wa muallima, what does that mean? Nini elimu kwa Muislamu? Nini elimu kwa Muislamu? Nini elimu kwa Muislamu? Mwanadamu anatakana struggle, aelimike kila siku, kwa sababu life is to know. In life you must grow, and in order to grow you must know. And if you don't know, you go so low, and when you know, you have nothing to show. And the will be know, and you will not be able to grow because you don't know. So get busy so that you know, otherwise you don't grow, and you will go so low. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. So kufikia highest knowledge, highest level, ama kubaki lowest level, yani una struggle kufika kiwango cha ahsan taqwim ama nabaki chini asfal safir. What is knowledge? Nini education? Nini elimu? Nini education? What is elimu? E-L-I-M-U, elimu. Elimu ni kuerevuka, kukimbia kutoka ujingani ili ufike anapotaka manani. Kukimbia erevuka, yani kimbia kutoka ujingani ili ufike anapotaka manani. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sasa ukisoma elimu ya maisha ni kitu kitakachokutoa katika ujinga na kitakupeleka katika daraja ile mfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kuerevuka. Kwa kile ukisoma utakana ujiulize, je, mimi ni yule niliyekuwa mwaka jana ama baada ya kusoma nimekuwa mtu mwingine? Kwa sababu if you don't change
change will change you. Kama utabadilika, maisha yatakubadilisha kwa lazima. Ukibadilika mwenyewe, utabadilika vile unavyotaka kubadilika. Maisha ya kubadilisha, utakuwa hauna hiari, utafuata mabadiliko ya maisha. Elimu ndiyo lengo la maisha. Elimu ndiyo lengo la maisha. Education is not about life. Education is life itself. Elimu si kuhusu elimu, maisha. Elimu ndiyo maisha yenyewe. Elimu si kuhusu maisha, elimu ndiyo maisha yenyewe. Kwenye neno elimu, kwenye neno elimu ndiyo njia pekee ya kuikuza imani yako. Ndiyo njia pekee ya kukuza imani yako. Ndiyo njia pekee ya kukuza imani yako. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala neno la kwanza kumteremshia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Sasa hizo aya 5 za sura Al-Alaq 96, chapter 96, verse 1 to 5 zilikuwa zinazungumza purely kwamba wewe usiposoma utarudi nyuma, hautaweza kusimama, utakuwa mja wa kulalama na wala hutopata heshima, na utakuwa hauna nguvu mtima, na utazikosa rehema, na huwa utakuwa hauna njia ya kupata mema, na utakuwa unamkasirisha Mola aliye karimu, kwa sababu wewe hutaki kusoma. Kwa hiyo kusoma sio khiari, kusoma ni lazima, sio? Talaba al-ilm fardun ala kulli muslim, sio? Ndio Mtume alivyosema. Lakini Allah katika hizo aya tano akasema lazima, kwa sababu msingi wa imani ni kujua. Wale wanaomjua Allah ndio wanaomwabudu inamtakikana. Wale ambao hawajui wanabahatisha tu, na si vizuri kubahatisha katika maisha. Katika maisha kila unalofanya hakikisha unajua kwa nini unalifanya na vipi utalifanya na lini utalifanya. Nimesema W tatu. Why are you doing it? What should you do it? What should you do? And when should you do it? Kwa nini unafanya? Kipi utakifanya? Na lini utakifanya? Lazima ujue. Sio? Elimu. Elimu ni maana ya kufaulu katika dunia na kufaulu kesho akhira. Maana, kwa sababu maisha yasiyo na maana si maisha yanayofaa kuishiwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anatupatia maana ya maisha. Maana ya maisha ni kwamba tutaishi kulingana na mfumo wa Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa usiposoma hii maana utaijua vipi? Usiposoma hii maana utaijua vipi? Elimu hiyo ni chombo cha kujenga umoja wetu wa kasimu billahi jami'an wala tafarraqu. Sisi sote hapa kutoka familia tofauti, kabila tofauti, tumekusanyika kwa sababu elimu. Kwa hivyo chombo kinachotumika katika mujtama
watu pamoja ni elimu, kwa sababu kutokana na elimu unajifunza thamani ya kila mtu. Ndio maana mtu aliyesoma huwa hawezi kudharau watu wengine, kwa sababu anajua thamani ya kila mwanadamu na ya kila mtu. Kwa hivyo maana ya elimu, na sasa tutafsiri vile inavyokwenda. Maana ya elimu ni kufahamu jinsi ya kupata mema hapa duniani na jinsi utakavyoingia peponi kesho akhera. Hiyo ndio maana ya elimu. Elimu ni jinsi ya kujua vile utakavyoishi vema hapa duniani na vipi utapata mema kesho akhera. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban. Sasa hii hasana katika dunia ni nini? Lazima usome. Ni hasana kesho akhera ni nini? Lazima usome. Kwa hiyo kusoma ni jitihada ya kutaka kujua vipi utapata mema hapa duniani na vipi utapata mema kesho akhera. Havitu gani? Lazima elimu. Sasa nini? Elimu ya Kiislamu yatakikana ile elimu ya aina gani? Elimu ya Uislamu yatakikana ile elimu ya aina gani? Elimu ya Uislamu ina tee tatu. Lazima iwe na tee tatu. Tee ya kwanza taalimu. Tee ya kwanza taalimu. Tee ya kwanza taalimu. Tee ya kwanza taalimu. Tee ya pili tarbia. Sasa taalimu ni information, tarbia ni character development, and then tee ya tatu ni taalimu. Taalimu ni self-discipline, self-restraint, njia ya kusema no mahali ambapo unastahili kusema no. Alafu manhaji ya elimu ya Uislamu inajengwa katika nini? Mambo matatu. Ili kusudi ukiendelea kusoma katika hizi siku 40 unajua kwa nini unasoma. Ya kwanza yataka ijenge akili, ulumul aqliya, yani kuna masomo ambayo yatakujenga akili yako iwe bora, ikue, iendelee, ifikirie vizuri. Ulumul aqliya. Ya pili ulumul ruhiyya, yani kujenga nafsi yako, ijenge roho yako. Na ya tatu ulumul jasmania, yani ikupe afya katika kiwiliwili chako, ikupe afya katika kiwiliwili chako. Nisema ya kwanza ulumul aqliya, ya pili ulumul ruhiyya, ya tatu ulumul jasmania, yani ikujenge akili yako ili uweze kufikiria vizuri, ijenge nafsi yako ili uweze kuhisi vizuri, na ijenge mwili wako ili uweze kuishi vizuri. Na hakika kama mimi vile na wewe pia maeneo unaamka ukiwa confused, ujue wataka nini, ujue ufanye nini, na mambo yalikuwa mengi katika akili. Sasa bila ya kuwa na sifa ambayo inajengwa na elimu, wewe kila siku utakuwa confused. Mara nyingi tunaamka usubuhi usikie vibaya, ujue kwa nini usikie vibaya. Roho chifuka, yaenda mbio, wasikia dhiki, wasikia taharu, wasikia kujitendi tena, wasikia mbali kukaa na watu, utaki kuzungumza emotions. Sasa elimu inafaa kukupatia balance ili kila siku moyo wako unasikia vizuri. La mara nyingine unaamka usubuhi hauna hata nguvu za kusimama, hautaki kutoka kitandani,
wasikia tu umetoka kila wakati. Sasa hii unataka ikujulishe jinsi ya kuona energy katika mwili wako ili uishi kufurahia yale matendo yako. Swali hili, kwa nini Muislamu asome? Nini hadafu ya elimu kwa Muislamu? What are the objectives of education in Islam? Nini hadafu? Nini shabaha ya Muislamu kusoma? Hasa mwanamke. Nini shabaha ya Muislamu kusoma? Nini shabaha ya Muislamu kusoma? Kwa nini? Kwa mfano, kwa nini ndio uko hapa? Kwa nini unasoma? Kwa nini usibaki tu nyumbani? Sababu tuwe na watu kidogo participate. What do you think is the reason? Nini kinalazimisha Muislamu kusoma? Tunasoma tuwe nini? Tunasoma tufanye nini? Tunasoma ili tulete mabadiliko gani? Kwa nini Muislamu anasoma? Nini objectives za Muislamu kusoma? Sababu if you know the reason why and the why can make you cry, you will always try, go so high, and the truth you cannot deny, even if you must die. At the end of the day, you will discard because you know the reason why. Why? So why? Why? Then I believe why. Cha kwanza mjue Mola wake. Naam. Na pia ajue namna atakavyofanya ibada ya kumwabudu Mola na sheria zake katika dini ya Kiislamu. Mashallah. Swali la mjini. That's a good answer. Mjini, kwa nini tunasoma? Kwa nini kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua jinsi ya kufanya ibada zake na sheria zake. That's a good one. Kwa sababu ukifanya unachokifanya bila kujua kwa nini unakifanya, unakuwa tu kama panya. Ukifanya unachokifanya bila kujua kwa nini unakifanya, basi unakuwa tu kama panya. Na sidhani kuna mtu yeyote hapa anataka kuwa panya. But why are we studying? Why are we learning? Why education? Why? الذين يعلمون الذين لا يعلمون. Moja mfano, moja katika sifa ya muumini ni kukuwa confidence. Kwa watu tuone nani yuko confident, nani yuko confident. Mashallah, barakallah, mashallah. Kwa ajili ya kukataza mambo maovu na vile vile kuamrisha mambo mema, na vile vile kufundisha ilmu kwa ajili ya kujua usafi ama kwa ajili ya kujua tahara ya nafsi yake, na vile vile tahara ambayo inatakikana katika ibada yake. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر. Sasa tutaamrisha mawili mema, tutakataza mawili mabaya, kama mawili mwenyewe mabaya. Kwa hivyo tunasoma ili tufanye dawa, si badamani wala haya. Kwa hivyo kuweza kufanya dawa lazima uwe unajua, si ndio? Na ukijua utakuwa mtu wa mururu, utafunguka, upendeze kama mfano wa uo, na ung'are ufanane na jua, na ulitakalo katika maisha litakuwa, na maisha yenyewe pia itakuwa poa, kwa sababu wewe unajua. Kwa hivyo kujua ni nuru. Na another one, let's take the last one, alafu niwaeleze kwa ujazana jambo nini ni tusome, na tusome kwa bidii kweli, si kwa kujaribu tusome zisomeke, sio kusoma tu kidogo kidogo. Ukiamua kufanya jambo, fanya ifanyike. Ukienda safari, usichoke njiani, hakikisha umefika destination. Na unaposoma, soma mpaka ukamilishe. Usisome tu alafu ukaacha njiani. Baadaye muda utakuja utajilaumu kwa nini hukumaliza. Na mara nyingi kuchoka na ukiona kwamba wataka kuacha, jiulize kwanza kwa nini ulianza.
haina haja ya kuanza kitu alafu kaacha katikati. Unachokianza fanya bidii malizi. Usisimame kwa sababu umechoka, simama kwa sababu umekamilisha. Usisimame kwa sababu umechoka, simama kwa sababu umekamilisha. Kamilisha unachofanya. Mfanye jambo asishe ni kama asiyefanya. Mwanadamu Muislamu muone akifanya kitu anakifanya vizuri mpaka wengine wanakiadmire na Mwenyezi Mungu anashukuru kwa sababu umekifanya kikamilika. Mwenyezi Mungu hapendi mediocrity. Mediocrity kufanya jambo juu na inakote alafu ndani bado vitu ni vibaya. Hiyo inakuwa sana katika maisha. Bado mwingine watamu alafu tutaendelea. Inasema leo ni participation na mwingine mwenye mambo tofauti ya kwa nini ni lazima tusome, ni lazima underline well, lazima kullukum ra'a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Moja katika responsibility Mwenyezi Mungu atatuuliza ni amekupa akili nzuri ukakataa kuhudumia katika masomo. Ujizoke labda ukiwa akili yako si nzuri, lakini kiwango kuwa nzuri alafu ukakataa kusoma, subhanallah, hiyo inakuwa sababu ya kunyang'anya janna, kwa sababu al-ihsan bil-ihsan. Mwenyezi Mungu amekufanyia ihsani ya kufanya usiwe lazimu, amekufanya wewe sio mjinga, amekufanya wewe sio mpumbavu, elewa kila kitu ukisoma na shika, lakini wewe ni utaki. Sasa ikiwa utaki basi unavunja haki na Allah subhanahu wa ta'ala, hilo lazima atakuuliza. Nimekupa akili nzuri sana, nzuri kabisa, wengine ni wanyima. Nilikupa macho mazuri sana, wengine ni wanyima. Nilikupa masikio mazuri sana, wengine ni wanyima. Nilikupa vidole vizuri sana vya kushika kalamu, wengine ni wanyima. Alafu wewe ukakataa kushukuru hisani yako, ukakaa bila kusoma. Ndani wamekufa idioma, kama anavyosema kule la kufa ukibaki nyuma idioma. Sababu umekataa kusoma. Kwa hivyo katika Uislamu kulingana na wanazuoni kuna shabaha 12 za kusoma. Kwa nini tusome? Shabaha ya kwanza inaongozwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Si rahisi kumwabudu Mwenyezi Mungu bila kumjua kiukamilifu. Si rahisi. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Sasa kama ungesoma ndio hivi. Kwa hivyo ni lazima kusoma ili kujua Allah ni nani. Ya pili, tunasoma ili kusudi tutambue sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunasoma ili kusudi tutambue sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na si kutambua tu, bali kutambua, kuzifahamu na kuzifuata. Ya tatu, tunasoma ili kujitambua sisi wenyewe. Wewe ni nani? Bali na jina lako, familia yako, kabila yako, wewe ni nani? Who are you? Wanasema the best journey is the journey of discovering the person that you are. The best journey, safari bora zaidi ni ile safari ya kujijua wewe ni nani. Unajijua nini? Hebu andika neno SWOT. Ukienda chini SWOT. Unajijua nini? S, strength zako, nguvu zako ziko wapi? S, nguvu zako ziko wapi? Strength.
S, strength, nguvu zako ziko wapi? W, weakness yako ni nini? W, weakness yako ni nini? W, weakness yako ni nini? Simama. O, kuna opportunities gani katika maisha yako ambazo lazima uzitumie kuboresha maisha yako? Opportunities. O, opportunities. T, threats. Threats, yale mambo ambayo usipo yatizama vizuri yatakuharibia amali zako, ibada zako, maisha yako. Kwa hivyo sharha ya tatu ni kujua sisi mwenyewe ni kina nani. Know yourself to grow yourself, wanasema. Jijue, ujitambue, alafu ujikuze, ufike katika ile daraja unayofaa kufika. Anayejijua anajiinua. Sidi? Ukijijua utajiinua, lakini usipojijua utajiungua. Sirudia tena. Ukijijua utajiinua, usipojijua utajiungua. Kwa sababu wewe ikiwa hujui wewe ni nani, wewe hujui kama wewe ni Muislamu, hujui kama una baba na mama, hujui kama umetoka katika familia ya kuheshimika, hujui kwamba wewe unaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hujui kama wewe utakufa, hujui kama wewe utakwenda aidha motoni, basi kama hujui vipi utajikana kufanya mabaya na ujiingize kufanya mazuri? Lazima kwanza ujijue kwamba mimi safari hii yangu ya dunia ni fupi sana. Kwa hivyo lazima nitizame kila ninalolifanya ili maisha yangu yapate kufana, nimfurahishe Rabbana, ili mtu wa maana, ili kusudi nani atajalizi, ili kusudi ili kusudi ujana. Tambili lalu kita break sehingga saya langsung insyaAllah saa 5 kasoro tunarudi tuendelee na second part of our lecture. Kutambua unachoweza kufanya ili utoe mchango katika jamii, na hili ndilo linatupeleka katika swala letu la karia, kwamba kuna mambo fulani lazima yazingatie katika kuchagua karia. Kwa sababu elimu inatakikana tusaidie tuwe watu ambao tunachangia ukuaji wa jamii. Wengine tuwe madaktari tutibu wagonjwa, wengine tuwe walimu tufunze wengine, wengine tuwe marubani tupeleke mbele. Kila mmoja awe ana kitu anakifanya katika jitihada ya kuijenga jamii. Kwa hivyo elimu ni chombo kinachokupa uwezo wa kutumikia jamii yako vizuri. Mara nyingine unatarajiwa kusoma ili ujue vipi utaamiliana na Waislamu wenzako na vipi utaamiliana na wale ambao sio Waislamu, na pia vipi utaamiliana na mazingira yako ili kusudi yasikuathiri vibaya, bali yawe yatakujenga kuwa mtu ambaye una haya na unayafanyia yote yawe yatakupa raha, sio karaha. Alafu ya 6, kuungamanisha jana, leo na kesho. Kuunganisha jana, leo na kesho, ili jana ikuwe ni lesson ya kufundisha wewe leo, ili kesho uweze kurekebisha. Wanasema the past is a teacher. You learn from the past, you get an experience from the past. Alafu na change leo so that kesho iwe bora kuliko jana. Kuna kitu moja very interesting nasema, ukiishi miaka 80 vile kama ulivyoanza katika mwaka wa kwanza,
you cannot call that life. Maisha hayako static, yani hajasimama. Maisha yanatembea, na wewe lazima utembee. Kutembea lazima utembee na elimu. Hauwezi kukua bila ya kujua. Kwa hiyo kuunganisha jana, leo na kesho, ili jana ikupe experience uweze kurekebisha maisha yako ya leo, na kesho maisha ya mazuri kuliko ya jana. Lakini ukiwa ni mtu yule kila siku, basi unapata shida. Waswahili wanasema kile jambo kwa jambo ile, wakati kwa wakati ile, mtu ni kwa mtu ule, neno ni kwa neno ile. Usibaki mtu yule yule, lazima usonge mbele, hata kama ni pole pole, ufikie kilele, ili baadaye uwe mtu mteule. Hawezi kuwa mtu mzima mtoto alipokuwa utotoni. Lazima ukifika utu uzimani uwe mtu tofauti. Utotoni ulikuwa mtoto, lakini utu uzimani umekuwa daktari. Utotoni ulikuwa mtoto, lakini utu uzimani umekuwa ustadhi. Utotoni ulikuwa mtoto, lakini utu uzimani umekuwa wakili. Yani you grow. Education is supposed to make you grow. Kutoka katika utoto kuingia katika hali marhala nyingine kubwa zaidi. Alafu ya saba, kuishi na mabadiliko ya dunia bila kukupoteza. Kuishi na mabadiliko ya dunia bila kukupoteza. Kama unavyojua 21st century ina mambo mengi sana. Karne ya 21 ina hatari nyingi katika maisha ya wasichana. Hatari kama gani? 21st century 21st century ina hatari gani kwa wasichana? Ukiteleza inaweza kukuharibia maisha kabisa. Ni mambo gani ambayo ni ya hatari ya karne ya 21? Ikiwa hautaji kuwa mwangalifu, inaweza kuharibia maisha kweli kweli. Hatari gani iko katika karne ya 21? Social media. Sio? Social media, kwamba watu wanapata mitihani mikubwa kwa utumiaji wa social media. Okay? Alafu pia tunaishi katika zama za kila mtu anajaribu kuwin mwingine. Kwa hiyo kuna lot of marketing ambayo inafanyika huko nje. Marketing ya uraibu, marketing ya zina, marketing ya kuacha elimu, marketing. Kila mtu anajaribu kumnasibu mwingine aende kulingana na yeye. Usipokuwa mwangalifu unaweza kulipa very heavy price. Kwa hiyo maisha lazima yabadilike. Ni karne ya 21 inabadilika. Kuna TS na pili niliwaambia wakati mwaka jana kuhusu karne ya 21. Nani nakumbuka? Sasa ilikuwa hapa mwaka jana. TS za karne ya 21 ambazo zinasumbua wasichana sana. Quranic songs more than Quran. Wasichana wengi wanajua nyimbo nyingi lakini hawajui Quran. Kwa hiyo ndio mtu anajua nyimbo zote za Zuchu, lakini hata sura al-Fatiha haijui. Anajua nyimbo zote za Shah Rukh Khan, lakini hata hadithi moja haijaikana. Unakuta kuna a lot of songs siku hizi, hata vitoto vidogo vya nasari vinajua kuimba hizo nyimbo. So songs is really dangerous, sababu inachukua a lot of space of your brain, na alafu Qur'ani haiwezi ingia kwa sababu diski yako imejaa nini? Nyimbo. SAP screens, television, mobile screen, laptop, computer, tabs. There's so many screens around us. Sasa leo unaangalia Qur'an na mambo mengine, kuna attraction kubwa sana katika television. Zamani sisi tulipokuwa watoto ilikuwa ni KBC, Kenya Broadcasting Corporation pekee. Sasa mpaka saa 12 nafikiri imefungwa. Siku hizi kuna 1 million channels. Ukinunua tegemea decoder gani unatumia, Azam, Star Times, nini. Mtu anaweza kukaa sitting room akaangalia television the whole day bila hata kuboeka, kwa sababu channel after
after channel. Our screens have become dangerous. You scroll mpaka unakuta kidole chako kimefanya nyumba ya kuscroll. Kwa hiyo ile addiction, ikiwa scroll wasikia kinakuasha, kwa sababu kimezoea kuscroll. Social media, a lot of fake friends on social media. By the way, mara nyingine unakuta mtu ana rafiki yake uko Bahamas, anazungumza kila siku, lakini kuna sister yake nyumbani hawazungumzi kabisa, lakini anazungumza na yule rafiki yake wa Bahamas kwa simu kila wakati, wanachat kila wakati, lakini wale sister zake wako nyumbani, they have no time for each other. Hiyo ni social media, sio? Mara nyingine pia unapata cyber crime, unapata mtu kwenye mtandao anakubuli, anaanza kufanya unajisikia duni, unajikompea na wale ambao wako kwenye mitandao, wale ambao wamejitoa kwenye maisha, na pengine ni fake tu, sio true. Nani shenga mamburi kwenye sand dunes, kama wengine wanaenda kule alafu wanapiga picha wasema kwa rubani. Sasa ukiwa kwenye mtandao wafikiri mtu yuko mbele kweli, kwa sababu zile sand dunes, kumbe anakudanganya hivyo tu, hapa tu mapuli ya kumwelekea. Sasa social media imekuwa tisho kubwa sana kwa wasichana. Alafu na ile online dating, na una very handsome guy online, okay, alafu unachanganyikiwa, unaweza kuzungumza love lands by laughing fast to sweetness, love slide and cares fast and great. Mwana unacheza ngoma pika na mgadama huyo, kishtuka fall in love with G, not a human being. So struggle to meet when you meet a very different person from the person you were talking to online. So social media is another big challenge katika karne ya 21. Na ndio maana kama unataka kuwa salama na mitandao, you need to block zile apps ambazo zitakupeleka katika matamanio ya dunia ambayo yatakupoteza. Kwa sababu if you don't have it, you will not use it. So you use it because you have it. As I know, in fact, when you are still a girl, you having a phone is just a waste of time. So you're still a student, you don't have many obligations, you don't have many responsibilities, you are at home, mom has phone, dad has phone, you don't need a phone. Sasa ukijengea mwenyewe mtumewa kuwa na simu yako mwenyewe, and for that matter a smartphone. Sasa ushaji expose, sio? Kila mtu anajua vile atakupata kwa sababu you are online. Kila mtu anajua anayekupenda na asiyekupenda, anayekutakia kheri na asiyekutakia kheri, anataka kukuongoza na anataka kupoteza, yote atakupata. Basi kuna mzee mwingine ilikuwa mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mabinti zake hawatoki, hawaende kitchen party, hawaende dinner party, wako nyumbani kila siku. Kwa hivyo bana hiyo ni kumshukuru Allah kwa mabinti zake hawatembei, hawaende kutana, hawaende mahali, wako nyumbani sasa wako ndani. Kumbe uko ndani ni moja ya suluhu nje. Kwa sababu watu wako ndani wana simu, wana zile. Kwa hivyo they have friends all over the world. Alafu kuna zile apps, they can order anything. Kwa hivyo ile baba yao walikuwa kila siku wakiona Mombasa na wale vijana wa delivery wanakuja na box ya pizza. Sasa yule mzee anafikiri wale wasichana wake wanaagiza pizza. Siku moja Mwenyezi Mungu anataka kumtia fahamu kama yule pizza. Hebu na nini mjumbe? Si nakatoka ile pizza. Akifungua si pizza ni vitu vingine. Kwa hiyo mstari akifikiria pizza inakuja kwa watoto wake, kumbe ni mambo mengine, ni hadharati. So nafikiri ile kujiexpose becomes very dangerous. So let's not as a kwanza songs, as a pili social media, as a tatu nafikiri ina affect watu wengi sana. Sleep wewe unajiuliza wewe kama hauko hapa kwa
kwa sababu hapa kuna program, sio? Ukiwa nyumbani, how many hours do you sleep? What time do you sleep? What time do you wake up? How many hours are you awake and how many hours are you dead? Unakuta watu wengi wako maiti kwa masaa mengi kuliko kuwa hai, kwa sababu kufa na nusu, kulala nusu ya kufa. Sasa huko duniani lazima umekufa, unalala masaa 10, every 11 hours, 12 hours, becomes dangerous. Sasa badala ya kutumia ile time kufanya mambo ambayo ni ya kheri kukuza hapa duniani na kesho akhera, unalala na mambo mengi yanakupita. Ezi ya ngapi? Ya tatu. Ezi ya 4, shortcut. Ya 5, shortcut. Can imagine hata vile tunaandika text message, hatuandiki maneno kamili kamili, sio? Tutaka kusema good morning, utaandika G-D-N-I-G, good morning. Niko nyumbani, utaandika N-K Bani. Yani kila kitu shortcut. Sasa unakuta hata katika tabia zetu zimekuwa bila fupi. Amali zetu zimekuwa fupi. Halaka zetu zimekuwa fupi kwa sababu mambo yetu inafupisha sana. Yani we have made life so simple, tumekosa sasa uwezo wa kuishi vizuri. Fatima radhiallahu anha, when she complained to the Prophet babake kwamba amechoka na kazi za nyumbani ni nyingi sana, kusaga mikate, kukanda unga, kupika, amechoka sana. Kwa hivyo akaambiwa babako kuna watumwa mahadimu wameletwa wanawake, nenda kamuombe babako akupe moja ili kazi zako ziwe rahisi. Tumekumwambia leo ataka urahisi wa dunia ama ataka urahisi wa akhera. Sasa mimi nataka urahisi wa akhera, ambaye nasendelea hizi kazi ngumu tunazofanya sasa zinasaidia kufanya mambo ya rahisi kesho akhera, kwa sababu kila unachokifanya ndio ni kigumu inakuwa ibada. Lakini sisi tunasaga matunda kwa blender, sio? Tutapika wali na rice cook, na tutamofa na bofa cook. Tunapika pizza na pizza cook, tunapika donuts na donuts cook, tunakuna nazi na kuna nazi cook. Kila kitu kuna simple, everything has been simplified. Sasa hii ni dangerous kwa sababu tunakosa, na ndio maana siku hizo wanakuwa wagonjwa sana kwa sababu hawako active. Hata wakiwa nyumbani hawatumii energy, ile ina pile up, alafu inakuwa blood pressure, ina pile up, inakuwa sukari, ina pile up, inakuwa cancer, kwa sababu you're not using it. Sasa shortcut, hata katika kusoma kama sasa hivi mafunzo kwa hizo na dalomba, kila mtu anataka kuomba, hakuna nani kusoma apite kwa kusoma, kila mtu anataka shortcut. Utafuta kazi, shortcut. Uko tayari kutoa laki 5 uongewe kazi, badala ya kwenda interview na kufanyaje, shortcut. Wataka kitambulisho, nini shortcut. Wauliza mtu 2,000 anafanyia rahisi, kila kitu kinakuwa rahisi, na baadaye mambo yanakuwa shida katika maisha yako. Kwa hivyo shortcut, wasichana siku hizi wanapenda shortcut. Wangapi mnafua nguo zenu wenyewe? Nguo zako mwenyewe? Very few, sio? Majority nani anafua? Dada, mtokazi, sio anafua. Nani anakutalia kitanda chako nyumbani? Very rare. Ndakuwa dada anafanya, ama mara nyingine mama anafanya, lakini hamna fanya. Wangapi wewe umeshaanza kupika nyumbani? Very rare. So kuna S ya shortcut. Number 6. Show off. Shanga kama ushawahi kutembea Mtwani, mwingine drive Mombasa, kila mtu yuko hivi tu pa. Zile selfies alafu zaenda online. Ukila chakula kizuri ufanye alafu peleka online. Ukienda kutembea na kazi ufanye
alafu online. Kila kitu try to ask yourself, ni kitu gani unajifanyia wewe mwenyewe? Mambo mengi ni ku show off, ya show off. Sasa ndio watu wengine kwa sababu pengine hawana uwezo wanaingia katika mambo mabaya ili kusudi na wao wapate ku show off. Mtu hawezi kununua simu na baba yake kwa sababu pengine baba hana uwezo. Yeye anaweza kununua babangu ndio anataka iPhone. A smiling prince comes and tells you, I'll buy you. Don't. I will buy it. But it's not for free. Is it for free? No. You scratch my back, I scratch yours. So one thing you should avoid katika maisha ni ku accept favor. If you accept favor, you become weak. Katika psychology wanaita reciprocity. Unakuwa weak. Ukikubali kitu kutoka kwa mtu, ushajisalimia, unakuwa very weak. So you have to say no to things. You don't accept favors. If you accept favors, the next thing will be pay that favor back. Then you can go out shida sana. S number 7, right? S number 7, shilingi. Watu wanapenda pesa siku hizi good friend. Watu wanapenda pesa. They don't care. Zinapatikana vipi hizo pesa? They don't care. Wala mtu anaweza kujitoa hapa, anaenda kufanya biashara ya mwili wake just for money. Naenda kufanya vitu ambavyo mnana just for money. In the name of money. Shilling. The power of shilling. Wasichana wengi wanaharibu maisha yao. S number stupidity. And what is stupidity? Some of us we don't want to study. And even when we study for exam. We don't study to understand. Asa hata watu wana madigrii but they're still stupid. Kwa sababu walisoma kupata elimu, wamesoma kupata karatasi. Kwa sababu hana huduma ya kufanya uamuzi mzuri. S number 9. Don't read it, I'm just giving you the spellings, because I don't say the word. Wewe ukiwa unataka hutaki, ukiwa na simu kama hizi, ukiwa to your screen, a naked woman will come up. Can I chat with you? I'm a very handsome guy with open chest. Can you chat? Na bahati nyingine mbaya unakuta mtu anakuja kama alivyozaliwa. Utaona hujamuonyesha mambo popote. Kwa hivyo SEX has become very cheap. SEX very cheap. Hata mara nyingine ndio utaki. Saa hizi imekuwa biashara, hata sisi tarehe tennis. Watu wanafanya ni biashara. The last S is gonna nani ata guess last S sports. Can you imagine swing girls love wrestling more than boys? It was very rare zamani kuona wanawake wanapenda football. Lakini siku hizi wanawake wanacheza football mpaka international level. It was very rare kuona mwanamke akaa anaangalia football kwenye television. Very rare. Ama anaangalia boxing, ama anaangalia weightlifting, ama anaangalia Mareka ile anaangalia. Why do you think women watch those things? Kwa nini wanaangalia? They enjoy the muscles of the men. Wanakaa manake wanavaa ovyo, wanavaa vishoto vidogo wakicheza football. Manake shetani anaanza kukuhuru kuanzia pale. Kwa hivyo mtu tendencies you have to be very careful katika 21st century, otherwise zitakuangamiza, zitakuelekeza njia mbaya. Number 7, tuko katika objectives za education, hadafu za education. Number 8, kutumia sayansi na teknolojia kufanikisha maisha na ya wengine. Kutumia sayansi na teknolojia kufanikisha maisha yako na wengine. Technology haitakikani kutumiwa kuharibu maisha yetu. Inatakikana itumike kutengeza maisha yetu. Kwa sababu hata hizo iPhones zina libraries nyingi sana. Zina Quran nyingi sana. Lakini watu wengi hawazitumii kusoma Quran.
hawazitumii kusoma vitabu, hawazitumii kusikiliza mashaikh, wanazitumia kufanya yale ambayo yanawaumiza katika maisha yao. Namba 9, kuzingatia utendakazi kuliko ujuaji. Elimu inataka kusaidia kufanya kazi kuliko kujua. Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. So knowledge without action is a wasted resource. Knowledge without action. Wewe unajua uswali, umesoma kuhusu swali alafu uswali. Wewe umesoma kuhusu somo alafu ufungi. Wewe umesoma kuhusu adhkar, walioadhkar mwingi lakini hauzisomi. Wewe umesoma Qur'an, mashallah, wajua ajui yote lakini hauzisomi. So knowledge without action is a waste of time, is a waste of resources. Number 10, kufanya uvumbuzi wa mambo mapya katika maisha yako. Kufanya uvumbuzi wa mambo mapya katika maisha yako. Ukiendelea kuwa vile ulivyo, utakuwa hivyo au utabadilika. Ukitaka kubadilika, lazima ubadilishe yale ambayo ulikuwa ukiyafanya jana. Leo uyafanye tofauti na kesho utakuwa mzuri kuliko jana. Namba 11, kukupa fikra nyingi zaidi za akhira kuliko dunia. Kukupa fikra nyingi zaidi za akhira kuliko dunia. Kukupa fikra nyingi zaidi za akhira kuliko dunia. Kuwe mwangalifu na vile mnavyofikiria. Vile mnavyofikiria kunachangia ndani ya mioyo zenu vile mtavyohisi. Kuwe mwangalifu na vile mnavyohisi ndani ya mioyo zenu. Hisia za mioyo zenu zinaathiri vitendo vya miili yenu. Kuwe mwangalifu na vitendo vya miili yenu. Vitendo vya miili yenu hutengeneza tabia zenu. Kuwe mwangalifu na tabia zenu. Tabia zenu zinakuwa sifa zenu. Kuwe mwangalifu na sifa zenu. Sifa zenu ndio inapeleka mwisho wenu. Kwa hivyo fikra ni muhimu sana. Usikubali fikra mbaya kukaa kwenye akili yako. Ukiona fikra mbaya inajaribu kukaa kwenye akili yako, useme au uwezani ni shetani mmoja au ni shetani, kwa sababu huwezi kuzuia akili yako isifikiri mabaya. Fikiri mabaya ya akili, sababu mabaya utayaona, mabaya utayasikia. Lakini sasa kujikanya ili yale mabaya yasikuathiri katika matendo yako, una delete. Ni kama mtu akikuletea message kwenye simu, kama unataka kuisoma unafanya nini? Na delete. Kama unataka ukumbuke kwa pendrive unafanya nini? Na download. Na akili ikija fikra ambayo sio nzuri unaidelete. Ikija fikra ambayo ni nzuri una download ili upate kuitumia kwa muda mrefu. Sawa. Kwa hivyo ni muhimu kuzingatia yale unayofikiria, kwa sababu unayofikiria yanaathiri yale unayohisi ndani ya moyo wako. Ndani ya moyo wako yale unayoweka yataathiri vitendo vyako. Vitendo vyako vinajenga tabia yako, na tabia yako ndio inayoendelea kupeleka mwisho wako. Na ya mwisho ni kueneza dini ya Mwenyezi Mungu. Huduma ya dawa. Tunasoma bali wao tunasoma ili kusudi tuweze kuendeleza dawa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nitajaribu kujibu maswali kabla sijaendelea. Kuna mmoja anauliza, I would like if you will talk about self-control. Can you write down self-control? Self-control. 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 Sasa unakuta na ujio toka kuna S nyingine 10 lazima uzilinde. One of them is self-control. Self-control. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea university kila mwaka. Tunaenda university
mwezi mzima kila mwaka. Kwenye university ya Ramadhani, university ya Ramadhani inafundisha nini? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum kutiba kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, self control. Sasa tunafunga ili tujifundishe self control. Sasa ingine ambazo zinafuatana na self control. Number one, let's write it down. Number one, self-consciousness. Self-consciousness. Kuwa sensitive na vile wewe uko. Unajua maisha ni kuchagua. Aidha unachagua kuwa simba ama unachagua kuwa paka. Aidha unachagua kuwa eagle ama unachagua kuwa pigeon. Aidha unachagua kuwa elephant ama utabaki kuwa panya tu. Sasa you have to choose. Na kuchoose, we choose from the mind. Can I ask you a question? I don't need an answer. When you stand in front of a mirror, looking at yourself, who do you see? Who do you see? I don't want an answer. When you stand in front of a mirror, looking at yourself, who do you see? A girl who is disciplined, a girl who is educated, a girl who is beautiful, a girl who loves Allah, a girl who is following Sunnah of Rasulullah, a girl who is headed to Jannah. Who do you see? Now that is your perception. You become what you see yourself. Will you succeed? No. Lakini ukisoma bila hiyo unasema mashallah, inna Allah ahsana al-halqin. Mwenyezi Mungu ameniumba vizuri. Alhamdulillah, wazazi wangu wanipenda. Alhamdulillah, nashika masomo shule na madrasa. Alhamdulillah, naswali swala zangu. When you think about it, you become happy and you succeed, isn't it? Tunasema, for you to succeed, you have to be happy. And the first person you need to be happy with is your own self. This is what they call self-consciousness. Kwamba ikiwa mimi Muslima, aiwa Muslima, na naomba Mwenyezi Mungu siwezi kufanya mambo machafu. Sasa your self-consciousness, wewe unajifikiria wewe nani? Wewe unajifikiria wewe nani? Wewe unajifikiria wewe nani? Sasa vile unajifikiria ndivyo unavyokuwa. Hiyo ni self-consciousness. Kwamba lazima uwe mwangalifu na fikra zako. No matter how hard, no matter how difficult, you're the best. It doesn't matter. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter who your father is, who your mother is. It doesn't matter where you're born, whether rich or poor. You're the best. Hakuna mtu aliyefanana na wewe katika hii dunia na hata zaliwa kamwe. So you are you and you will always remain you. So you must be very proud of you. So we go to the second S, self-pride. The self-pride inakusaidia kwamba uweze kuvunja heshima yako. Uwezi. Self-pride. Uwezi. Ukiwa na self-pride, uwezi. Wanasema msichana ni kama mafuta, halistahimili doa. Msichana kama mafuta, halistahimili doa. Kama margarine, blueband. Keka juani wadakazi. Msichana kama huo, ukishikashika inazeeka, inachafuka. Sasa unakuta ile pride yako kwamba mimi am a girl, I am a daughter of so-and-so, I am a Muslim, I love Allah, I can't do anything stupid. Self-pride. Ukikosa pride, ndio pale unaweza kufanya anything. Lakini when you have a pride, you won't do anything stupid. Kila siku utakuwa unaogopa. Ndio maana Ibn Khaldun anasema maisha yanajengwa katika misingi miwili. Msingi wa kwanza hofu, fear. Hutaki kwamba motori, you're afraid usije kuharibikiwa katika maisha yako. Fear, you're scared. وَأَنْرَاسُ الْحِكْمَةُ بِالْخَشْيَةِ لِلَّهِ. So the peak of wisdom is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. And then the second principle, the hope. Hata kama mambo yale magumu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala
place. إنما العسر يسرا وما الآخرة خير لكم من الأولى. So we don't have to worry. Hope. Hata kama leo labda ushikishiki vizuri kusoma, we'll try. Repetition, doing it every day, one day you become an expert. So we don't have to worry. Okay? Kama familia iliyozaliwa sio nzuri, no problem. Wapa ile ambayo utaiwezesha wewe iwe nzuri. Sio? You cannot complain about your father because you didn't choose him, did you? But if you choose your own husband, who will you blame? You didn't choose your dad, did you? But if you choose your husband who is bad, who will you blame? Yourself. I say you have to be very careful. At least if you didn't get a good father, not a rich father, make sure not a religious father, not this kind of father. You know, all of us have an ideal father in the mind that you're thinking, my father should have been like this. And if your father is not like the way you are thinking of a father, then make sure your children's father is the father you missed. So you want to be very, very careful. That's what self-pride. Msichana wa Kiislamu lazima awe na fahari ya kwamba yeye ni Muislamu. Ajue kwamba mimi siwezi kujiacha ovyo ovyo, so mimi Muislamu. I am a Muslim. Therefore there are qualities I must have. Number 3, self-esteem. Self-esteem. Yeah. How do you feel about you inside you? Wakati unatembea barabarani ama hapa ulipo baa hapo ulipo, wewe unahisi vitu gani? Wewe unafikiri ukifanya wewe ni wewe. Unaweza kuleta utafakari sasa hizi. Wewe unafikiri ni wewe. Do you think at home if you die today you will miss you? Are you special? Are you special? What do you think you need to your mom and to your dad? What about those little brothers and sisters? Your age. Because you know you people feel you're there. Na kama huko you miss that you're not there. Now that's self-esteem. Unaiona kwamba wewe ni mtu mzuri, ni mtu ambaye unaweza kutegemewa, wewe ni mtu ambaye unapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hata kifo sasa hivi kifo, wewe unaenda kupona moja kwa moja. Sababu una hofu, una imani kwamba wewe ni mtu mzuri. Sasa don't feel empty. Never. A Muslim should never feel empty. A Muslim should never feel bored. A Muslim should never feel tired of life. Whether we commit suicide, isn't it? Rejection is part of life. So don't fear rejection. Yeah? It is not how people look at you when they find you. It's how you look at yourself. Sio yale unayosema watu ndio yanakuhusu wewe. Yanakuhusu wewe yale unajiambia wewe mwenyewe. Sometimes the best advice is the advice you give to your own self. And sometimes the best conversation, mazungumzo mazuri ni yale unazungumza na nafsi yako. Sasa always feel proud of yourself. Wherever you are, whatever you do, you are special, you are important, you are unique, you are you. No one is like you. So usiwe mnyonge mbele ya watu. Muislamu si mtu mnyonge. Muislamu ni mtu mzito. Yeye ndio anatakikana a-influence watu, sio watu wa-influence. You make yourself esteem. Next S is self-confidence. 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 Hauogopi kutetea haki yako. Hauogopi kusema mazuri. Unyamazi unapoona mabaya yanaendelea. You're confident. When the mind can conceive and the heart believes,
So I am changing myself. Change yourself and everything in your life will change. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.